wote kujeni hapa. Tena hawa wanawake bwana wanapendeza sana. Nafikiri wana matengenezo ambao wako pale Kenya. Naomba muige hawa wanawake wa Kitanzania hawa, sababu wamekaa kama ni wako na uniform. Wimbo mumeujua? Pendo la Yesu
Asanteni, Mungu awabariki sana akina mama. Wimbo huo ni wimbo ambao uko na ujumbe wa kipekee sana, ambao kama umeweza kusikiliza kwa makini ni kwamba mlango ambao umefunguliwa hakuna mtu ambaye anaweza kuufunga. Kwa hivyo jambo ambalo Mungu ameliachilia. Jambo ambalo Mungu ameliruhusu. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kulizuia ama kulifunga, kwa sababu mlango uko wazi na umefunguliwa na hakuna mtu wa kuweza kuufunga. Sasa wapendwa, leo kuna mahubiri ambayo yana kichwa, na kichwa chake kinasema lazima tupigane vita. Lazima tupigane vita. Kichwa hicho kinaweza kuwa wakati mwingine kinaonyesha kana kwamba kinaogelea vita ya namna gani, lakini ninataka niweze kuogelea mambo yako ya kawaida, na pia niweze kuzungumzia safari yetu ya kiimani. Mambo yako ya kawaida wewe kama mshirika wa kanisa hili, na pia kwa mambo ya kiimani kama kundi. Andiko ambalo litaweza kutuongoza linapatikana kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza 1 mstari wake ni wa 18. Anasemaje? Mwanangu Timotheo, nakukabidhi agizo hili. Ninakukabidhi agizo hili liwe akiba kwa ajili ya maneno ya unabii yaliyotangulia juu yako. Unaona, Paulo anapoandika na kumwandikia barua Timotheo, anamwambia hili kwanza ni neno la unabii ambalo limetangulia kwa ajili yako. Ili katika hayo uvipige vile vita vizuri. Kwa hivyo katika neno hili la unabii ambalo limekuja kwa ajili ya Timotheo wa sasa, ni ya kwamba lazima kila mmoja ajue ya kwamba safari yake lazima awe tayari kupiga vita. Hakuna kufanikiwa bila kuamua kupiga vita. Na kama kuna mtu ambaye ataishi kusunguka, kama kuna mtu ambaye hatafanikiwa, ni mtu ambaye ataweka uoga katika safari. Kama kuna jambo ambalo Mungu anamuondolea kila mja wake, ni uoga. Na muoga hawezi kufanikiwa, na muoga hawezi kupata uzima wa milele. Kwa hivyo kuna kupambana katika kufanikiwa, kuna kupambana. Na wakati ambapo Timotheo anapoambiwa kuna safari ambaye ina vita mbele, andiko hilo sasa linawahusu nyinyi ambaye ninayeongea nanyi. Na ningeomba kabla sijaweza kuongea kukuhusu, maana inawezekana mimi sikufahamu kiasi kwamba vile nimekuona kwa makambi, lakini inawezekana kuna mambo ambayo Mungu anaweza akanijalia nikaweza kuyasema yanayokuhusu. Kwa sababu inawezekana wewe umefika wakati ambapo umekata tamaa. Haujaweza kufanikiwa katika miradi ambayo wewe mwenyewe umeanzisha. Inawezekana haujaweza kufanikiwa katika yale ambayo wewe unakusudia kuyafanya. Na inawezekana sababu kubwa ni wewe, maana haujajiamini na pia haujaamini Mungu ambaye unayemtumikia.
lazima uwe tayari kupiga vita ili uweze kufanikiwa mwisho wa vita yako. Na waoga wanaishi kusunguka mahali pamoja bila kufika mahali ambapo Mungu amekusudia wafike, kwa sababu kitu ambacho wameingiza ni uoga. Mwisho wakamalizia kutumia akili zao. Kwenye kitabu cha Methali 3 mstari wake ni 5, inasema mtegemee Bwana, mtegemee Mungu na usitegemee akili zako. Watu wengi ambao wameingiza uoga wamemalizia kutumia akili zao, na mwisho wa akili zao zimefikia kuwagogesha ukuta, wakaishi kulia. Ima ni katika doa. Kuna watu ambao katika doa wamefika kulia kwa sababu wameingiza uoga. Kuna wengine ambao hawajaweza hata kuingia kwenye doa kwa sababu wameogopa kuingia, wana uoga. Na inawezekana uoga umetokana na yale ambaye wameyaona. Inawezekana wewe kuna sehemu uliona watu ambaye wako kwenye doa, pengine mwanaume akaona mahali kuna doa, katika lile jambo aliloliona limemuogopesha yeye kuingia katika doa yake. Kuna mtu ambaye aliona mwingine amefanya biashara, lakini biashara yake ikaaguka, wewe ukaogopa kufanya biashara kwa sababu mwenzako alianguka katika biashara yake. Kwa hivyo kwa sababu wewe umeogopa, umeishi kusunguka mahali pamoja, umefika umri mkubwa, haujaweza kuwa na nyumba yako, umefika wakati wako, una watoto, haujaweza kufanikiwa, lakini ukichunguza, wewe ndiye sababu ya matatizo ambayo unayoyapitia. Kwa sababu kitu ya kwanza, wewe umeuziwa uoga, ukaununua uoga. Kwa hivyo wewe unatawaliwa na uoga. Na kama kuna kitu ambaye Yesu alitaka kuondoa kwa wanafunzi, ni kitu ambacho kinaitwa uoga. Maana alisema msiogope. Kwa nini mnaogopa, enyi wenye imani haba? Kwa hivyo watu ambao wana imani haba wanamalizia kuwa waoga. Na ukiwachunguza, wengi wamemalizia kwa wachawi, wengine wamemalizia kwa waganga, kwa sababu hawakuwa na imani na Mungu. Sasa ningetaka nianze na safari ya wana wa Israeli. Kama kuna jambo ambalo Biblia inaliongelea, ni habari ya safari ya wana wa Israeli kama jamii ambaye Mungu aliichagua. Na ukisoma Kumbukumbu ya Torati, ningeomba msomaji uisome Kumbukumbu ya Torati 7 mstari wake ni wa 7. Anasemaje? Bwana hakuwapenda ninyi, Bwana hakuwapenda nyinyi, wala hakuwachagua ninyi, na wala hakuwachagua nyinyi, kwa sababu mlikuwa wengi, kuliko mataifa yote. Kwa hivyo wana wa Israeli walichaguliwa, hawakuwa wengi kuliko mataifa yote, lakini Mungu aliwachagua. Ingawa walikuwa wachache, Mungu aliwachagua wana wa Israeli, akawafanya kuwa taifa lake. Kwa hivyo wana wa Israeli ni taifa la Mungu, ambao kama ungewaguza, ungekuwa umeguza boni ya jicho ya Mungu, kwa sababu Mungu aliwalinda kivyo vyote kile, kwa sababu alikuwa amewafanya kuwa watu wake haswa, na Mungu aliamua jina lake lijulikane kupitia kwao. Aliwachagua. Hakuwachagua kwa sababu walikuwa wengi, hapana, lakini kwa sababu Mungu aliamua kuwachagua, akawachagua na akawafanya kuwa taifa lake, akachagua kuwatumia, akachagua kuwalinda. Kwa hivyo anapowaambia katika 41 mstari wa 10 kitabu cha Isaya, soma tusikie. 41 mstari wa 10 anasema hivi. Anasemaje? Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Unaona, haya ni maneno ambayo yanatoka kwenye mdomo wa Mungu, ya kwamba usije ukaweka uoga, maana mimi nitakuwa pamoja nawe. Mimi nitakuwa pamoja nawe.
Kwa hivyo Mungu aliwaahidi wana wa Israeli kuwa pamoja nao, na Mungu akawaambia waondoe kitu inaitwa uoga. Lakini kuna kisa ambaye ni cha kustaajabisha sana kuhusu hao watu, ambaye kinawezekana kikarudi na kikaturudia. Yaani ile history yao ikaja ikarudi bado. Lakini mimi naongelea kipengele cha kuogopa. Uoga ni adui wa kila msafiri wa kwenda mbinguni. Uoga utakufanya wewe usifanikiwe miaka yako yote ya kuishi duniani, kwa sababu hauwezi kufanya kitu kwa sababu ya kuogopa matukio ama kuogopa kitakacho kutokea. Lakini kabisa kabisa, Timotheo anapotolewa unabii, anaambiwa huu ni unabii ambao umetolewa kwako, ya kwamba itakubidi upige vita. Kwa hivyo kuna vita, lakini wale wako pande ya Mungu lazima watashinda hiyo vita. Lakini ukiamua kuogopa vita, ina maana ya kwamba hakuna kufanikiwa. Hakuna kufanikiwa. Tunapoogelea habari za mtu mmoja, tunatakikana tuogelee sisi kama kundi, ya kwamba sisi kama kundi kuna mambo ambayo itatubidi tusiogope. Na kama tutaogopa, basi tujue ya kwamba basi Mungu hayuko pamoja nasi. Lakini kama Mungu yuko pamoja nasi, hakuna chochote cha kutuogopesha katika safari tunayoielekea. Sasa katika kitabu cha Kutoka 13 mstari wake ni wa 17. Anasemaje? Ilikuwa hapo Farao ndiyo alipokwisha kuwaacha watu hawa waende zao. Wakati Farao alipowaacha wana wa Israeli waende zao, Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti. Mungu hakukubali kuwapitisha wana wa Israeli kwa njia ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ni ya karibu. Lakini hiyo njia ilikuwa ni ya karibu. Subiri kidogo. Kuna kitu moja ambaye nataka ushike katika hii aya, ya kwamba wakati Farao alipowaachilia wana wa Israeli waende zao, Mungu hakukubali kuwapitisha kwenye njia ya Wafilisti, lakini hiyo njia ya Wafilisti ilikuwa ya karibu, ilikuwa waende wafike. Ni kwa nini Mungu aliacha kuwapitisha kwa hiyo barabara ama kwenye hiyo njia ya Wafilisti, igawa hiyo ilikuwa ya karibu? Naomba umalize andiko hilo. Maana Mungu alisemaje? Wasije wakagairi watu hawa. Wasije wakagairi watu hawa hapo watakapokutana na vita. Watakapokutana na nini? Na vita. Alafu na kurudi Misri. Naona Mungu alijua hawa watu wakikutana na vita, hawa wakikutana na vita watagairi. Naomba unipe Kiswahili kirahisi cha Biblia hii iko kando yako. Nafikiri kitaweza kutamka maneno mazuri ambayo tunaweza kuelewa. Kuna wengine wanashindwa kugairi ndio nini. Lakini Mungu hakuwapitisha kwa njia ya karibu. Igawa hiyo njia ilikuwa ya Wafilisti, ilikuwa ya karibu, ilikuwa waende wafike. Inakuwa wewe uende ufanikiwe. Kuna njia ya karibu, wewe unaenda kufanikiwa. Kuna njia ya karibu, tunaenda kufanikiwa. Lakini kuna Wafilisti barabarani. Sasa hawa wana wa Israeli Mungu aliwajua, akasema sitawapitisha kwenye hii njia ya Wafilisti. Kwa nini? Rudia andiko hilo katika hiyo Biblia. Anasemaje? Wakati Farao alipoachia Waisraeli waende zao, ndio Mungu akawapitisha katika nchi ya Wafilisti. Ndio, ingawa njia hiyo ilikuwa ni ya karibu. Hiyo njia ilikuwa ni ya karibu. Mungu alisemaje? Sipendi watu hawa wabadilishe nia na kurudi Misri. Na kurudi wapi? Misri. Kwa nini? Wakijua itabidi wapigane vita. Kumbe
Kumbe hawa watu Mungu alijua ya kwamba wakipita kwa hii barabara, wakipita kwa hii njia, lazima wapigane nini? Vita. Kwa hivyo kuna battle, kuna vita, na watu wote ambao ni waoga wanaishi kusunguka kwa muda mrefu bila kufikisha lengo wanalolikusudia. Kwa hivyo hakuna muoga anafanikiwa kwa haraka. Muoga anaishi akilalamika, na ukimchunguza mwisho utahakikisha ya kwamba ni uoga tu ndio unamsumbua. Kwa hivyo Mungu anajua ya kwamba ili wewe uweze kufanikiwa, ili wewe uweze kutimiza ndoto zako, kitu ambacho unatakikana kuondoa ni uoga. Wana wa Israeli waliweka uoga, na za kuchangaza walikuwa na silaha, lakini wakati ambapo wanapoenda kwenye safari hiyo ya karibu ili wafike, Mungu aliwasoma na akajua hawa watu wataogopa, na ili wafike, kwa sababu wakipita hii njia ya Wafilisti itabidi wapigane vita, lakini watafika haraka. Mungu akajua wakipita hapo hawatapigana vita, wataogopa, warudi Misri. Sasa tuna safari ambaye tumeanza, na tusiogee kusema wana matengenezo, maana mimi kwanza, kitu ya kwanza, wana matengenezo najua ni wengi tu. Tuongelee kundi hili ambalo tumelihubiria, kundi hili ambalo limejifunza katika miguuni petu. Tusiongelee wengine, sababu inawezekana wengine wana mafundisho mengine, lakini tuongelee kikosi hiki ambaye tuko hapa kwenye makambi, na wale wengine ambao tuko pamoja na wao katika nia na makusudi. Tuongelee hao ya kwamba inabidi tujue ya kwamba kuna vita iko mbele yetu, na kama hatuko tayari kuipigana, tutaishi kuzunguka, kuumizana, kuumana, kufanyana maneno hapa kwa sababu ya uoga. Sasa hao watu walisungushwa jangwani, kitu ambacho wangepita wapige vita wafike, na Mungu alikuwa pamoja na wao. Ina maana ya kwamba kama wangeamini Mungu ako pamoja na wao, wangeogopa adui aje. Wakati Mungu huyo ambaye ako pamoja na wao alisimamisha bahari, wakapita, bahari ikawa barabara, ikawa njia, wakakosa kumwamini ya kwamba anaweza kuwapigania kwa Wafilisti. Wakajua, Mungu akaona hawa watu ni vichwa ngumu, nimewapitisha, lakini bado kama nitawapitisha kwa hii barabara ya Wafilisti hii na ni ya karibu, hawa watu hawatakubali kupigana nini? Vita. Kwa hivyo muoga hafanikiwi, muoga hafiki kwa haraka. Ni watu wengi sana wamekosa kufanikiwa kwa sababu ya uoga unaowatawala. Uoga ni adui wako wa kwanza, na hakuna mtu yoyote ambaye hana imani anayemwabudu Mungu. Unamalizia tu kuwa wewe mwenye kuabudu vitu kwa sababu wewe ni muoga. Mtu yoyote ambaye si muoga anakuwaga na imani, lazima nitafanikiwa. Wana matengenezo, nataka niwaeleze, tuongelee kundi hili ya kwamba tunafaa kumiliki vitu vyote ambavyo viko duniani, lakini kitu ambacho kitafanya tumiliki ni kuamini tuko pamoja na Mungu na itawezekana. Sasa wewe ukikuja hapo uanze kutuweka maoga yako, we enda bana, tuache. Na katika mahubiri yangu ya leo kuna watu itabidi tuachane nao. Na wewe katika kufanikiwa kwako, kuna mtu nadai ni rafiki na lazima umuache ndio ufanikiwe. Hautafanikiwa mkiwa naye. Hata misheni yetu ambaye tuko naye, kuna watu lazima tuachane nao, hatutaenda na wao.
kwa sababu tukienda na wao kazi yao ni kutupea tu uoga ya kwamba hatuwezi kufanikiwa. Lazima tuache safari yetu. Tutaenda ima tuwe wengi ama tuwe wachache, watu ambaye tuko tayari kupiga vita iliyo mbele yetu tufike. Tusinde hapa tukizunguka hapa tukidanganyana hapa. Wewe unataka kuja kutuambia, unajua watu kwanza hii mambo ya nyama kwa sababu wachaneni naye hii nyama hii. Hii nyama imekuwa mjadala. Wewe nyama hii yako ni watu umebadilisha kanisa ngapi leo? Unatuambia leo nimetuendeni tukabadilishe kanisa pale yenye inaamini utatu, yenye ina ibada ya uongo ya Jumapili, yenye iko na mafundisho mabaya ya ubatizo. Alafu tukishaibadilisha tuambie hasa sasa nyama ni mbaya namna gani? Lakini sio nyama inaenda kuokoa hao watu. Na watu leo mnapoteza muda, wana matengenezo kwa vitu ambavyo mnatakikana kukaa na kuziogea na kuelewana. Wale hawataelewa, tutaelewana huko berebere. Lakini misheni yetu ni kuenda kuwaleta watu katika zizi la Bwana. Tunawaambia watu hivi, dunia ya sasa imeharibika. Kama ni mtoto upeleke shule, shule zimeharibika, sawa. Ambia watu watoke watoto shule, alafu waanze kutakataka kwa barabara. Wewe ni pepo. Usitudanganye una roho wa Mungu. Unatakikana ukituambia una roho wa Mungu, unambadala. Toa mtoto huyu shule, mupeleke hapa. Lakini naambia huyu mama, toa mtoto shule, aradarade hapo akue chokola. Wewe unaharibu. Afadhali akakaa huko ambako unasema ni kubaya, 80% atakuwa safe. Ukishamtoa hapo anaharibika, wewe unamfanya wa jehanamu mara 2 kuliko vile alikuwa hapo. Ndio unaona hizo walikuwa wanasema wanafiki nyie Mafarisayo. Kwa sababu mnasunguka kila mahali mkitafuta mtu mmoja mfanye muogofu. Mkishampata mnamfanya mwana wa jehanamu mara 2 kuliko nyinyi. Kuna wakati mwingine muache mtu kama unajua kwamba ukimsaidia utamharibu kabisa, muache hivyo kabla hajaharibika sana. Muache, maana ukiingia utaharibu. Leo natuambia wewe tusikunywe madonge. Tusikunywe madonge, sawa, ni mbaya madonge. Una suluhisho gani tukishaacha madonge? Sasa kanisa nyinyi mumewekwa na Mungu hapa. Tukisema ya kwamba kanisa la Mungu si limesomwa hapa na Deme, shule, Centarium. Sasa mnataka muujiza gani ufanyike tuwe nazo? Ama mnataka tu siku moja tuamuke tuone Centarium kikitoka kule biguni kiaguke hapa? Tena kitaaguka kwa wenyewe. Mbona haya kwenyu? Kitaaguka kwa wenyewe. Sai hapa Tanzania tumeenda hapa kwa mtumishi na hapo shaba anatuambia pesa kidogo tu, karibu shilingi 1200 ya Kenya hapa. Mahali ambapo mnaweza kununua kipengele mkitengeneze hapo, kama ni shule watoto wa Dar es Salaam hata mtengeneze waende hapo wasome hiyo elimu ambayo mumeisoma ya kweli ya Mungu. Lakini sasa ukitushinda kutuibia hapa elimu ni mbaya, sijui ndonge ni mbaya, unatusaidia nini? Ni mbaya ni sawa, nyama ni mbaya, una suluhisho gani? Sasa wana wa Israeli waliogopa kwenda kupigana vita. Waliogopa kwenda kupigana vita, na wangeipata hiyo vita wangerudi wapi? Misri. Kuna watu hapa watatupa habari baya, na habari zao baya zitalazimika turudi Misri. Mimi nawaambia, ninakwambia kuna watu lazima tuachane na wao. Hatukuanza tukiwa wengi. Tulianza tukiwa wachache. Twende tukiwa wachache tupige vita tufike. Hao waachana nao, waacha wabaki. Katika kitabu cha Hesabu 13 anzia mstari wa 17. Hapo nataka nijenge hoja. Kuna watu tutaacha. Kuna watu hatuwezi kwenda na wao. Kuna watu hatuwezi kwenda na wao. Usikuje hapa kutusomea ati quotation. Wanafikiri tujui quotation? Wanafikiri sasa hivi kuna quotation utasoma hapa ati hatujawahi kuisoma?
Wewe unafikiri kuna haya ni kama wana utatu? Ate mtu anakuja kukutolea waraka wa kwanza wa Yohana 5:8 akuhubirie utatu. Namuuliza, ina maana sijasoma hiyo haya? Ndio unafikiri? Unafikiri hiyo haya sijaisoma? Yohana 10:30. Ina maana ya kwamba quotation kwa sasa hivi ziwe quotation ambazo zinatufanya tufike haraka. Hizi quotation za kutuzungusha hapa, quotation za kutuzungusha hapa, tunasunguka hapa, quotation hapa, tutazunguka hapa miaka ngapi? Halafu mwisho ni kuangamia. Ni ya kwamba kama ni quotation zinatolewa, zitolewe quotation za kwenda wapi? Mbele. Hapa ni karibu. Tunatakana kufikta hapa. Pale kuna Wafilisti, hatutawaogopa. Tuko pamoja na Mungu. Tutapigana na wao, tushinde tufike. Soma wewe. Anasemaje? Musa akapeleka ili waipeleleze nchi ya Kanaani. Wakapelekwa watu wakapeleleze Kanaani. Akawaambiaje? Pandeni sasa katika Negebu. Ndiyo. Mkapande mlimani. Mkapande wapi? Milimani. Kwanza nataka samoni yangu iwe straight to the point, namaliza. Siwezi kutisachukua talisari zima hapa nikiongea na wewe. Na wacha niwaambie, Mande mimi naenda. Na usifikiria kwamba ati mimi niko hapa ati nakuja hapa kuongea na watu wa Tanzania ati kuna kitu nangoja kwenu. Mimi wacha niwaambie, hata naweza kaa Kenya na nikae. Si lazima ati nikuje Tanzania. No. Tanzania ninakuja kwa sababu ya umoja na udugu wa imani ambao tumeitwa na Kristo. Kivinginevyo utaniona. Wezi niona. Labda sasa pengine hapa mtu anialike kwake sasa anyambie kuja kwangu. Ni rafiki sawa atakuja. Lakini hapa Kenya kimetuleta hapa ni mission ambayo tumeitwa. Hiyo ndio imetuleta ya kwamba sisi tunaenda kufanya kazi ya Mungu. Na hiyo kazi ya Mungu hatuna ati kucheza. Mtu mwenye ataleta mchezo abaki. Tunaelewana wapendwa? Hawa watu walitumwa waende wakapeleleze, kwa sababu kuna nchi ambayo Mungu alikuwa amewapea wana wa Israeli. Kwa hivyo wakaambiwa Edeni, mkafanyeje? Mkaipeleleze. Sasa hata wanaenda kupeleleza. Mungu ameshawapa. Mungu ambaye wanamwamini. Mungu ambaye ana uwezo. Amewapea nchi hiyo, lakini wakaambiwa Edeni, mkapeleleze. Soma 31 hapo. Nasemaje? Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema. Wale walioenda wakakuja wakasemaje? Hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa. Naona sasa. Naona hawa watu wamekuja kuleta habari mbaya. Habari mbaya. Hatuwezi kwenda kupanda kule kupigana na wale watu. Kwa nini? Kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Sasa wana nguvu kuliko sisi aje? Wakati sisi ni watu wa Mungu. Tunaimba hapa aje hapa tushinde ati Mungu mmoja ni Baba. Bwana wetu Yesu Kristo ndio. Alafu nguvu zake tunaziona aje huyu Mungu? Roma anatuambia ati tuogope hatuwezi kufika. Tuogope hatuwezi kufanikiwa, kwa sababu wewe unataka tutumie akili zako kwenda safari. Hawa watu waliotumwa walikuja na habari mbaya. Kwaambiwa wale watu hatuwezi kupigana na wao. Kwa nini? Wako na nini? Soma. Anasema hivi. Ndio. Bali wale watu ndio waliopanda pamoja naye wakasema. Kasemaje? Hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa. Kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaleta wana wa Israeli. Habari mbaya. Wakawaletea nini? Habari mbaya. Sasa hizi habari mbaya, kuna mtu ambaye ni wa karibu sana na wewe. Kazi yake tu ni habari mbaya. Hata saa hii wewe hauna mke kwa sababu ya habari mbaya. Wewe huna familia kwa sababu ya habari mbaya. Wewe uko karibu kutoroka kwako kwa sababu ya habari mbaya. Wewe uko karibu kufuga duka yako, uko karibu kufanya jambo ambalo litafanikiwa baada ya wewe kupiga vita, lakini unaletewa habari nini? Mbaya. Habari mbaya. Huyu mtu wa habari mbaya tumwacheni. Huyu mtu wa habari mbaya tumwacheni, kwa sababu lengo letu ni kupigana vita na vita lazima tuipige. Na andiko limesema, Paulo anamwandikia Timotheo, anamwambia kwa sababu ya unabii ambao umetolewa juu yako,
itakubidi upige vita. Na Mungu anawaambia ili mufike kupita kwa hii barabara ya Wafilisti lazima kupigana vita mufike. Sasa walizunguka muda yote hiyo, kitu ambayo wangefika tu mapema. Hawa nao wamekuja wakaleta habari baya. Sasa hebu ende hiyo Hesabu 14 hapo, anzia mstari wake wa kwanza. Wameleta habari, wameletea wana Israeli habari baya. Hizo habari baya zilipokuja zikaendaje? Soma tusikie. Mkutano wote ukapaya sauti zao. Ndio. Wakalia. Watu wakatoka machozi usiku ule. Unaona, wakaanza kulia kama kwaya. Hebu tuanzeni kulia hapa, waniambie kama hiyo si kwaya. Wana wa Israeli wakaanza kulia, wako kwaya. Na wako na silaha, wako na Mungu, alafu wanaletewa habari baya, wanaanza kulia. Wakaanza kulia. Wameogopa. Hao watu wako na sijui wako wanakaaji. Hao watu hatuwezi kupigana wao. Wakaanza kulia. Wakasema, kwa nini tena tulitolewa huko alafu tuje tukaagamie hapa? Afadhali turudi huko tulikotoka. Lakini Mungu alikuwa amechagua Musa na Harun. Mungu alikuwa amechagua Musa na nani? Harun. Kwa sababu ya kuongoza hiyo kundi lifike. Sio lirudi Misri. Usifikiria kwamba hata saa hii tumekuja tukahubiri tu kienyeji. Nataka niwaambie movement hii iko na watu ambao Mungu amechagua. Na wacha niwaeleze makosa mtakayofanya. Wakati mtakapofanya makosa ni wakati mtakapokuwa na mashaka na wale watu walioweka hii misingi ya movement hii. Wakati mtaanza kusema Masawe, wacha nikuambie, unaona huyu Masawe unaona hapa. Mimi namfulia kofia kwa sababu ya mambo kadhaa ambayo siwezi. Mimi hata nitoe maandiko nitoe kiasi gani, mkidhubutu munipee kazi ya Masawe, ndio mtajua mimi nazimaga simu. Mtapiga musikie mteja. Mimi huwezi mnisubua mimi nazima simu. Ama unapiga na angalia tu hivi sitashika. Kwa sababu mimi sitaki kusubuliwa. Mimi sitaki kusubuliwa. Sasa wakusubuliwa Mungu ameweka. Na Mungu anajua si mimi. Ndio naona hata pale Kenya kuna mambo mengi ambayo yanafanyika pale. Waulize hawa. Mimi hata hakuna, hawa wanakuja kuniita wakati kimeumana. Kunahitajika msaada ambao pengine umekuwa mkubwa. Ndio mimi nitaenda na niende. Na ukinisubua tena utanipata. Labda ukuja kwangu kwa nyumba ndio utanipata huko. Uliza huyu Masawe. Sasa kama ni mimi mliambia ati wewe, unajua mimi naangalia hata vitu vingine nao ni muujiza. Ulipagaje hii kambi? Watu hao wote wakuje wakae wakunywe. Ulipagaje ile masafuria ikuje? Sasa mimi nashindwa ili huo mpango ningepewa. Mimi ningekuwa nisharudi zangu Kenya mapema. Sababu hata safuria sijui nini ikuje, sijui sipikazi. Hizo zikenisumbua kitabo na nizime simu na nilale. Hayo si wadanganyi. Si unaona hata mimi wakati mwingine nachomoka hapa naenda. Wanajaribu kuja kuniambia wewe amka na wewe hamsikuji. Nani hivyo? Nani niko hivyo? Na ndio Mungu hawezi kunipa kazi zingine. Lakini kuna yule amepea. Ukimuondoa huyo, nataka nikwambie mnarudi Misri. Wewe anza kuwa tu na mashaka ati Masawe ni mashaka fulani unaandika. Makawe manene. Utaandika utachoka na utaambiwa endeni muweke pale kimuti pale tuone ni cha nani kitakacho chibuka. Hicho zingine mlichagua hazitachepuka. Itachepuka huyo mliosema makosa yake ni hii, itachepuka hiyo. Awambie ni huyu. Sasa hao watu wakati walipochaguliwa na Mungu, wakachaguliwa Musa na wakachaguliwa nani? Hebu soma hiyo Hesabu tuendelee. Anasema ndio, kisha wana wa Israeli wote wakamnungunikia Musa na Haruni. Unaona, wakaanza kunungunika. Kwanza kitu ya kwanza wameletewa uoga, wakachukua uoga, wakaanza kulia, wakaanza kunungunikia nani? Musa na Haruni. Wakaanza kunungunika. Musa, Haruni, Sasa teremka hapo chini uone kitu kilichojiri. Anasemaje? Mkutano wote wakawaambiaje? Wakaambiaje? Ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri. Unaona?
Au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Ndio. Mbona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Sasa watu walikuwa watu wa aina gani jamii? Unajua kuna vitu zingine unasoma watu wanashindwa walikuwa watu. Sababu imagine Mungu amewatoa kwenye amewatoa, amewafikisha kwenye amewafikisha, na bado hamuna imani naye. Ati kwa sababu mmeambiwa kuna watu warefu pale. Ati wale watu wako pale ni warefu. Wale watu wako pale wana nguvu. Alafu mnaanza na sasa hiyo mko na mapanga, mko na nini? Mnaanza kulia kama kwaya. Baadaye wanasema hawa watu walikuja kutuangamiza hapa jagwani. Teremka. Wake zetu na watoto wetu ndio watakuwa mateka. Watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Ati si afadhali turudi Misri? Ati si afadhali turudi Misri? Sasa hii safari ya Misri, wacha uone vile itageuka. Haiwezi enda na Musa na Haruni. Watasema tuchague mtu mwingine. Watasema tuchague mtu mwingine. Lakini Mungu safari yake alichagua nani? Musa na Haruni. Sasa hao wanasema tuchague mtu mwingine. Kwa hivyo hawataenda Canaan, watarudi wapi? Misri. Lakini lazima wachague mtu mwingine. Basi chagueni na nyinyi mwingine mjikute Misri. Nawaambia, wacha nikuambie the movement hii. Na usifikiri ilikuja hivi kimuchezo. Unajua nilikuwa unava wakati mmoja naona kweli kanisa hii ya SDA imeasi. Na kweli tunahubiri, alafu tunaambia watu rudini huko, lakini msiamini hiyo maana hubiri. Sasa na shida, sasa wataenda kufanyaje? Unaona Sasa ilikuja utaratibu ukaja na Mungu akapanga. Fulani asimamie hapa. Fulani asimamie hapa. Fulani asimamie hapa. Na ndio maana sasa hivi mnakula hiyo matunda vile mumekaa. Huo ulikuwa ni mpango wa Mungu. Na huo mpango ni wa kuelekea Kanani ya mbingu. Wakati mtaanza mashaka na waliowafikisha hapo, na muone sasa sio huyo ni mwingine, itakuwa ndio safari yenu ya Misri. Itakuwa ndio safari yenu ya wapi? Misri. Ya Misri. Na hakuna mahali hakunaga uongozi. Hakuna mahali mtu anapotiwa mafuta hivi, huyo mtu anapotamka, anatamka kusudi la Mungu. Wewe utatoa maquotation sijui maandiko sijui nini, lakini Mungu anakuangalia hivi, anaona ya kwamba wewe umetoka nje ya utaratibu. Sababu haiwezi kuwa movement ambayo haina order, haina utaratibu, haina kiongozi. Alafu wewe unatarajia ati kwa sababu ulisikia maandiko na hapo kwa YouTube, ati sasa ukuje hapa utuongoze. Mtu anakuja tu hivi, anataka aondoe masawe, yeye akae. Aje? Haiwezekani. Usifikiri utakuja kuniondoa mimi Dasha. Labda Mungu aniondoe mimi. Mimi labda Mungu aniondoe ama nikufe niende kwa kaburi. Lakini maadamu Mungu alichagua, nataka nikwambie nitakuwa natamka maneno. Watu wanasikia. Wewe unaongea, hakuna ngwe. Anaona nani? Nasikia ya kwamba ati umetamka tofauti na kile nimetamka. Nimetamka kile na wewe ukatamka kile. Chako kisikiki. Lakini nikisema ngwe, anasikia. Mtu mwingine akisema ngwe, nawaambia tu, mimi nawapa mfano tu na hii kambi. Namna ambavyo imepagika. Mimi najua ya kwamba uongozi ambao umepaga hii kitu, lazima kuna yule aliongoza. Mruke juu muanguke chini, ilikuwa hivyo. Na ndio sasa mmefanikiwa. Na sasa hivi tunaelekea Kanani ambaye tunaenda. Wacheni hawa watu wa 2027. Sijui wa 2031. Ni sawa waendelee na 2031 zao. Lakini mimi hata wacha hivyo, wewe Deme unasema ati tukae ati itakuwa ama itakuwa. Mimi nasema haitakuwa. Sasa mimi naomba nyinyi tuiko na nyinyi hapa. Si kuna watu wa 2031. Mimi naomba mjue, na nimesemea hapa leo, hao watu wanadanganya. 2031 tutakuwa hapa. Na kama wananisikia, maana najua wanafuataga, wakoje waweke hii video ambayo nimeitoa leo, waichukue na waiweke
hiyo siku ya itakapofika hiyo siku watakumbuka kile nimewaambia saa hii. Kama wanataka vizuri, waachane na hiyo muda wanaweka, wakubali ya kwamba kuna majukumu ambaye amegoja ulimwengu ambao umepotea kwenye dhambi kubwa. Hao watu Bwana Mungu Bwana ako na muda na wao wa kuwaokoa, na atatutumia kama tutakuwa na utaratibu wa kwenda kwao. Tukiwaambia wacheni ile, tuko na ile ambaye tunawaambia deni pale, na kile kitafanya tuwe na mashule kama hiyo. Unajua kuna watu wanasema sasa nyinyi mmeanza kujenga shule, muda hakuna. Sasa unatuweka uoga nini? Unaanza kutupa habari baya. Waacha tukutwe tukifanya, ama itakuwa dhambi? Itakuwa dhambi Yesu akitukuta tukifanya makusudi hayo? Itakuwa ni dhambi ati ametukuta na tulikuwa tunataka kuweka hapa Centarium, atuambie nyinyi jikoni mlikuwa mnatengeneza Centarium. Sasa mimi nataka niwaeleze hivi ya kwamba wakati wowote wa movement yoyote lazima Mungu akuwe ameweka order na uongozi wake. Order nyingine itakayezuka baadaye itakuwa ni ya kurudi wapi? Misri. Wana wa Israeli walipoanza kunugunika kwa ajili ya Musa na Haruni, ilikuwa ni safari yao ya kurudi wapi? Misri. Nani na nani tunaokubaliana lazima tuende katika safari moja ya imani, na hatutaogopa vita iliyo mbele yetu, tutaipigana tufike haraka. Na nasema hivyo. Tuombe. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wa pekee na Mungu wa kweli, jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu ya mahubiri ya siku ya leo. Tumeona namna ambavyo kundi kubwa ambalo lichagua la wana wa Israeli walivyoogopa adui, hawangeweza kupita katika njia iliyo fupi ya Wafilisti, maana ilikuwa inalazimu wapige vita ndio waweze kufika. Mungu uko pamoja nasi katika vita iliyo mbele yetu, utatushidania. Chochote ambacho tunakusudia kukifanya, Mungu kifanikishe kwa ajili ya utukufu wa jina lako na kwa ajili ya kuokoa mioyo ya watu wengi. Bariki kanisa hili, bariki movement hii, tunapoendelea kufanya mipango ya kuunganisha, tuwe kikosi moja, tuwe kundi moja lililo na nguvu ya kufanya kazi. Ingilia kati jambo hili iweze kufanikiwa, kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Mungu awabariki sana, muwe na sabato njema. Akubariki nawe pia.